Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET amefanya ziara ya kikazi jijini Mwanza kukagua mwenendo wa utoaji wa elimu ya ufundi, huku akionyesha kuridhishwa na viwango vya ubora katika vyuo vilivyopo chini ya usimamizi wa baraza hilo. Katika ziara hiyo, mwenyekiti ametembelea Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT, kampasi ya Mwanza Jema Institute of Technology pamoja na chuo cha mafunzo ya uvuvi FETA, ambapo ameshuhudia namna vijana wanavyopikwa kwa vitendo. Akizungumza na wadau wa elimu pamoja na wanafunzi katika vyuo hivyo, mwenyekiti amebainisha kuwa serikali imejipanga kikamilifu kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanakuwa na uwezo wa kujiajiri ifikapo mwaka 2050, huku akieleza mkakati huo unatekelezwa kwa kuimarisha mitaala inayotoa ujuzi wa amali, lengo ikiwa ni kumfanya kila mhitimu kuwa na uwezo wa kutengeneza fursa badala ya kusubiri kuajiriwa, jambo ambalo ni muhimili mkuu wa maendeleo ya kiuchumi nchini. Tumeanza hii ziara kwa kutembelea DIT, hiyo inaitwa nini? Lakini kampasi ya wapi? Ya Mwanza. Kule tumeona mambo mengi mazuri ambayo kile chuo kimeweka mifumo tayari ya kuwafundisha Watanzania kwenye masuala ya leather technology, lakini pia na masuala mengine ya ICT, lakini focus kubwa ni hiyo leather technology. Kuna maabara nzuri kabisa na wanazingatia sana kufanya kazi na viwanda ili kusudi kujua wale watakaozalishwa pale watakwenda wapi. Tumetembelea pia sekondari ya amali ya Bwiru na Jema. Na hicho Jema ndio chuo, ni chuo muhimu kwa sababu nafikiri wote tunafahamu Tanzania tuna madini mengi, lakini tuna wachimbaji wadogo wanaohangaika kusudi uchimbaji thabiti, na watu wenzetu wa TRA, watu wa serikali wanakuwepo pale kumonitor kwamba hiyo dhahabu ni ipi inakwenda kwa yule mtu aliyeichenjua au mali yake na kiasi gani ambacho kinatakiwa kwenda kwa serikali. Na sasa hivi mnaponiona hapa niko kwenye mazingira ya FETA. Hii ni Fisheries Institute ambayo iko hapa Mwanza. Na hii institute yani inakuja wakati mwafaka kabisa, ni wakati watu tunasema ni wa blue economy. Nafikiri wote mnaelewa kwamba mahitaji ya samaki yanazidi kuwa makubwa, lakini samaki tulionao ndio wale wale. Na yanazidi kuwa makubwa kwa sababu population inakuwa, lakini pengine mazalio ya samaki yanakuwa ni kidogo. Sasa sisi kama wataalamu tunafanya nini? Kwa hiyo wenzetu wa FETA wameanzisha mfumo wa aquaculture, lakini unaozingatia matumizi ya vizimba. Na hivi vizimba mtu yoyote unaweza kujifunza, sio lazima uingie kwenye kozi ya mwaka mmoja au sijui ya miaka miwili. Unaingia kwenye kozi ya muda mfupi tu. Kwa upande wake, meneja wa NACTVET kanda ya Ziwa Godfrey Muhangwa amemshukuru mwenyekiti kwa kufanya ziara hiyo ambayo amesema imetoa hamasa kubwa kwa wadau wa elimu kanda ya Ziwa. Kwa ujio wa mwenyekiti wetu wa baraza katika kanda ya Ziwa, kwa kweli umeleta hamasa kwa vyuo ambavyo wamevitembelea, lakini tunaamini pia na vyuo vyote hata ambavyo hajavitembelea, lakini pia hamasa kwa wanachuo, hamasa kwa wazazi, na hasa katika mkondo wa amali ambapo wazazi wengi walikuwa na wasiwasi na kuhusu mkondo wa amali, lakini alipotembelea ameongea na wanafunzi, ameongea na walimu, amewasisitiza kuendelea kutoa elimu kwa wazazi hasa kuhusu mkondo wa amali na umuhimu wake na faida yake. Lakini pia kwa vyuo vyote ambao wamevitembelea, DIT, Jema, lakini pia na chuo cha uvuvi hapa Nyegezi, amesisitiza
sana utoaji wa mafunzo ambao unazingatia umahiri, kwa maana ya competence based education and training kwa wanachuo hawa, ili wanapotoka au wanapohitimu wakaweze kufanya kazi zao kwa uweledi mkubwa na kwa umahiri mkubwa ambao unatakiwa. Na hili dhana ya ajira, ukosefu wa ajira, basi iwe ni mwisho, kwa sababu huu ndio mwarobaini wa ukosefu wa ajira, elimu inayozingatia vitendo.